Ninakusalimu msikilizaji mpendwa wa Radio Maria Tanzania na mtazamaji wetu ambaye unatufuatilia kupitia mitandao hii ya kijamii Radio Maria Tanzania. Karibu sana katika kipindi hiki maalum kutoka Sabasaba. Kama ambavyo tumeendelea kukujuza mara kwa mara, tupo katika maonesho ya 50 ya kibiashara kimataifa hapa Sabasaba, na tunaendelea kutembelea mabanda mbalimbali hapa Sabasaba. Nia ni kuendelea kukujuza wewe mwananchi yale ambayo yanaendelea, ili kwamba hata kama hujapata bahati ya kushiriki katika maonesho ya mwaka huu, ujue nini ambacho kinaendelea. Basi leo kwa namna ya kipekee tumefika kwenye banda la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo tuko hapa ni katika kuendelea kujifunza, lakini pia kuona fursa mbalimbali ambazo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatoa, lakini namna gani wao wamesema waje Sabasaba kwa ajili ya kutoa huduma. Ni huduma gani ambazo zinapatikana hapa katika banda lao? Tutayafahamu hapa mengi zaidi kupitia kipindi hiki maalum kutoka hapa Sabasaba. Na hapa nipo na Dr. Doto Buhenga ambaye ni mkuu wa mawasiliano na masoko kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na mimi ni Happiness Mlewa. Karibu tuandamane pamoja ili kuweza kufahamu mengi ambayo yanajiri hapa katika viwanja vya Sabasaba, hususani katika banda hili la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Habari za wakati huu? Salama. Tunashukuru sana. Basi msikilizaji, mtazamaji ambaye anatufuatilia kwa sasa angetamani msikilizaji na mtazamaji ambaye anatufuatilia kwa sasa anatamani kusikia mazuri kutoka kwako. Kwa nini mmefika hapa Sabasaba? Ni nini ambacho kinatendeka hapa Sabasaba katika banda hili la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Karibu. Asante sana. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Doto Kuhenga. Tuko hapa Sabasaba kwa ajili ya kuonesha au kukileta Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Sabasaba, na tumekuja hapa katika msingi mkubwa wa kazi ambazo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinafanya. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatimiza majukumu yake katika maeneo matatu makubwa: kutoa maarifa au kufundisha, lakini vile vile tunafanya kazi ya utafiti, na pia tunafanya kazi ya kutoa huduma kwa jamii, hasa katika nyanja kama vile za kutoa ushauri, kutoa maelekezo, kutoa utaalamu kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali, lakini vile vile kwa ajili ya kuweka mwelekeo ulio sahihi katika muktadha wa maendeleo. Na kwa hiyo tuko hapa Sabasaba katika hayo maeneo matatu. Kwa hiyo kwa mfano, kwa upande wa maarifa, kwanza tumeleta kuelezea programs tunazotoa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatoa programs za shahada ya awali, lakini vile vile shahada ya uzamili kwa maana ya postgraduate studies. Na kwa hiyo tumekuja kuelezea program mbalimbali ambazo tunazo program nyingi sana ambazo wengine pengine wanaweza wakawa hawafahamu, na kwa hiyo tukiwa hapa Sabasaba tunatoa uelewa kuhusu hizo program tunazofundisha. Na pamoja na hayo tunaelezea pia upande wa program mpya. Chuo kimekuwa kikifanya mapitio ya mitaala mara kwa mara, na chuo kinafuata na kuendana na mabadiliko mbalimbali yanayotokea duniani, mabadiliko ya sayansi na teknolojia, na kwa hiyo tunaelezea pia program mpya ambazo zimeanzishwa kulingana na mahitaji ya soko, lakini mahitaji ya dunia, mahitaji ya teknolojia. Na pamoja na hayo pia katika upande wa maarifa tunaelezea pia kuhusu huduma za kimaarifa ambazo tunatoa. Kwa mfano, tunao watu wa shule kuu ya biashara ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa ambao wanaelezea maarifa wanayotoa kuhusu biashara, na kwa hiyo wamekuja hapa kama clinic ya biashara.
Pengine watu wakisikia kliniki wanafikiria zaidi kuhusu hospitali, lakini sasa hapa tumekuja na kliniki ya biashara. Watu wanafundishwa namna ya kutunza akiba, wanafundishwa namna ya kufanya uwekezaji, wanafundishwa namna ya kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi na biashara, na wakapata manufaa yao wenyewe, lakini manufaa ya jamii kwa ujumla. Na kwa upande wa utafiti, tunayo miradi ya utafiti mbalimbali ambayo tumekuja nayo Dar es Salaam. Wataalamu wake wako hapa kuhusu material au vitu vya kutumia kwa ajili ya ujenzi, na kwa hiyo wamekuja na namna ambayo kuna lami na vile vile namna ambavyo unaweza ukatumia simenti maalum kabisa ambayo wao wameifanyia utafiti na kuweza kuionyesha kwa jamii, ambayo inaweza ikawa ni ya kudumu sana. Lakini vile vile katika utafiti tunazo tafiti mbalimbali, kwa mfano tafiti zinazohusu masuala ya watu na makazi yao, au tunaita population studies kwa Kiingereza. Tunazo tafiti za mambo ya sayansi na teknolojia au teknolojia ya habari, ambapo tuna vijana wametoka kule ndaki yetu ya TEHAMA ya teknolojia ya habari na mawasiliano, ambapo wamekuja wanaelezea namna ya matumizi mbalimbali ya teknolojia ya kisasa ya habari. Lakini tunao pia vitengo vyetu mbalimbali ambavyo tumevileta hapa kwa ajili ya kuelezea upande wa utaalamu au huduma kwa jamii tunayoitoa. Kwa mfano tunavyo vitengo kwa mfano vya huduma ya unasihi. Tunafahamu sasa hivi duniani kuna changamoto kubwa sana ya masuala ya afya ya akili, na kwa hiyo tumekuja na wataalamu wetu hapa ambao wanatoa huduma hiyo na kuonesha kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam huwa kimejizatiti vizuri kikiwa na kitengo maalum kabisa cha masuala ya unasihi, na kwa hiyo pale ukifika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa mtu yeyote ambaye ana changamoto ya masuala hayo, na hata mwingine ambaye anataka tu kuwa na afya njema katika masuala ya afya ya akili, tunayo huduma hiyo. Kipo kitengo kiko na wataalamu, ambapo sasa tumekuja hapa kuonesha na kuwaelezea watu. Lakini pia tunazo huduma zinazohusu kwa mfano usaidizi wa watu wenye mahitaji maalum. Tunayo huduma ambazo zinahusu hospitali na masuala ya afya. Hospitali yetu sasa imepanda sana. Zamani watu walifahamu kama kituo cha afya, hivi sasa ni hospitali ngazi ya wilaya, ambayo ina huduma nyingi sana ambazo zinatolewa pale na watu wengi hawafahamu, na kwa hiyo tunatumia jukwaa kama hili kuwaelezea na kuwaonesha watu. Lakini tunavyo pia vitengo vyetu vinavyohusu masuala ya haki miliki, intellectual property, masuala ya vyombo vya habari kama nyinyi, lakini vile vile masuala ya ubora, au tunasimamia vipi ubora wa shughuli mbalimbali, quality assurance. Tuna upande pia wa masuala ya kule teknolojia, masuala ya engineering, masuala ya uhandisi, ambapo tunazo mashine zinazofanya kazi kwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusaidia na kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Lakini pia kwa namna ya pekee sana tumekuja na vitengo maalum kabisa kwa upya kabisa kwa mwaka huu, ambapo tumekuja na kurugenzi yetu ya uwekezaji na uendelezaji, ambayo inaelezea namna ambavyo watu wanaweza wakaja kuwekeza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na namna ambavyo tunaendesha masuala yetu ya uendelezaji wa miradi mbalimbali pale chuo. Na kwa hiyo mtu akifika pale anaoneshwa. Kwa mfano tumeshirikiana na TPDC hivi sasa kuanzisha kituo cha gesi kwa ajili ya magari pale karibu na Mlimani City, kabla na eneo letu pale, ambapo kuna kituo mama cha utoaji. Lakini vile vile tuna uwekezaji
mkubwa ambao unaendelea sehemu mbalimbali, ambapo sasa tunakaribisha watu kutoka sehemu mbalimbali waje washirikiane na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na kwa namna ya pekee pia tumekuja na watu ambao tunafanya nao kazi chini ya kurugenzi ya huduma kwa umma ambayo inaitwa Directorate of Public Service, ambapo tumekuwa tukitoa kozi mbalimbali za muda mfupi na muda mrefu kwa watu toka nje. Kwa mfano, tuna wanawake wajasiriamali ambapo hupewa mafunzo maalum pale kwenye kurugenzi yetu na kwa hiyo tumekuja na hawa ambao tunafanya nao kazi. Yupo kijana pale ana trekta ambalo tumeshirikiana nao na kwa hiyo kwa kutumia kwa mfano kurugenzi ya ubunifu, kurugenzi ya mashirikiano na soko, mashirikiano na umma, wamekuja hapa kuonesha kwamba hayo wanayoyafanya wameshirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na sisi tunaendelea kuwakaribisha watu wengine waje wafanye kazi na sisi. Na kwa hiyo sasa mtu akifika hapa, vipo vitengo vingi. Tunazo kwa mfano tunazo shule kuu, lakini vile vile na ndaki au colleges ambazo ziko nje ya pale campus kuu. Mathalani tuna ndaki yetu au tuna chuo kishiriki cha elimu kule Iringa, chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam pale Temeke, nao wapo hapa kuelezea namna ambavyo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiko sehemu mbalimbali, kimesambaa. Tunao pia wataalamu kutoka taasisi yetu ya madini iliyoko Dodoma, lakini vile vile taasisi yetu ya masuala ya sayansi za bahari kule Zanzibar wapo hapa, wanaelezea kwa mfano kuhusu tafiti zao kuhusu masuala ya mmea wa mwani, masuala yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa hiyo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mara nyingi tunapenda kusema kwamba kiko kila sehemu, kwa maana ya kwamba kimesheheni katika maeneo mbalimbali ya kitaaluma au kitaalamu. Na kwa hiyo ukija kwa mfano kuhusu masuala ya sheria, tunao wataalamu hapa ambao wanatoa msaada wa kisheria, wapo hapa, wako wa kutosha kabisa. Kwa hiyo kuna watu wamekuja hapa wanaona labda wana migogoro, wana changamoto ambazo wanaziona wangeshindwa kuzitatua, lakini tunao wataalamu wetu hapa wanatoa huduma ya kisheria ambayo inaitwa legal aid. Na kwa hiyo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimesheheni, kwa maana kwamba kiko katika maeneo karibia yote, iwe ni sayansi asilia, iwe ni masuala ya sayansi za jamii, iwe ni masuala ya uhandisi, masuala ya afya, masuala ya tunaita insia au masuala yanayohusu sayansi zinazohusu lugha na kadhalika, lakini katika mashirikiano. Na pia tuna sehemu yetu pale ya masuala ya umataifishaji au kimataifa na masuala yanayohusu wahitimu. Tunao hapo, tunawakumbusha watu waliosoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na tunapata taarifa zao na tunaziweka kabisa kwenye database vizuri pale. Kuna kitu kitaalamu tunaitwa QR code, kwa hiyo wanaweka pale, tunapata data zao, na tuna data za watu waliosoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam malaki, ambapo tumepata taarifa zao, na kwa kupitia pia Sabasaba wanakuja wanatuambia nilikuwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam lini, niko wapi. Na kwa hiyo tunatengeneza ile tunaita connection, ile namna ambavyo wanaweza wakashirikiana na wenzao huko. Na kwa hiyo kwa miaka ambayo sasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa nayo zaidi ya miaka 60 tangu kianzishwe mwaka 1961 Oktoba, na mpaka sasa kimekuwa ni mzazi wa mambo mbalimbali, lakini vile vile kimekuwa ndio mdau mkubwa wa maendeleo, iwe ni sekta ya umma na sekta binafsi, na ndio haya tunayoyaonesha hapa Sabasaba.
Asante, ninakushukuru. Basi pengine yule ambaye anatutazama na hususan vijana wengi sasa hivi tunaona wanahangaika kwa ajili ya ajira. Sasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam chenye kinafanya nini ama kinahakikishaje kwamba elimu ambayo mnaitoa inaendana na mahitaji ya soko la ajira? Kama nilivyosema awali kwamba program za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hazijatengenezwa kwa namna ambayo watu walijifungia tu wakatengeneza. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatengeneza program au kinatengeneza mitaala kwanza kwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa, ikiwemo kwa mfano kuwepo kwa usimamizi wa karibu kabisa na mamlaka husika kama vile tume ya vyuo vikuu. Lakini Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mitaala yake, program zake zinatokana na mahitaji ya kitaalamu yenyewe. Kwa hiyo wataalamu wapo wanajua duniani, kwa mfano katika masuala ya tehama, dunia iko inaenda wapi. Na kwa hiyo sasa wapo wataalamu wamesoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pale, wamesoma nje ya nchi, na kwa hiyo wanaifahamu dunia inaendaje, na kwa hiyo mitaala, programs zinatengenezwa kutegemeana na utaalamu uliopo. Lakini tatu, mitaala hii inatengenezwa au inaweza kuwepo kutokana na ushirikiano wa wadau, na kwa hiyo wadau hufikiwa. Soko lililopo huko nje la sekta binafsi au sekta ya umma linashiriki moja kwa moja katika uandaaji wa programu tulizonazo. Sasa katika maeneo yote haya matatu ndipo ambapo tunaweza kuonesha kwamba ni kwa namna gani tunajiandaa hasa kuhusu masuala ya ajira, kuhusu masuala ya kujiajiri, kuhusu masuala ya namna hawa vijana wanaweza wakapata elimu husika, elimu ambayo inaendana na mahitaji halisi ya jamii. Na kwa hiyo hilo hatuna wasiwasi kabisa, kwa sababu uandaaji wa mitaala, masomo yote yanafanyika kwa kutegemeana na hizo hayo maeneo ambayo nimeyataja. Asante. Na mwisho kabisa, ujumbe wako kwa yule ambaye pengine anatoka nyumbani anakuja Sabasaba aweze kufika kwenye banda la Sabasaba, na wito wako kwa ujumla kwa wananchi? Tunawakaribisha sana hapa kwenye banda letu la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo tunaonesha ukomavu wetu katika utaalamu, lakini tunaonesha ubora katika huduma mbalimbali tunazozitoa, ikiwemo ushauri, lakini tunaonesha pia namna tunavyo tafiti ambazo zipo kwa ajili ya manufaa ya jamii. Zipo tafiti nyingi sana ambazo zimefanywa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo huu ni wasaa wa wananchi kuja kujionea na kufahamu na kujifunza kwamba kumbe Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinaweza ukawa upo huko, lakini kumbe suluhisho la changamoto yako yote liko hapa kwenye banda letu, lipo hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, tunawatia moyo sana, waje wajionee mambo mengi mazuri sana katika nyanja zote: kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kisiasa, na hata katika namna ambavyo dunia inaenda hivi sasa, na ili kutoachwa nyuma na teknolojia na masuala kama hayo. Karibu sana. Asante, ninakushukuru sana Dr. Doto Kuhenga kwa maelezo haya ambayo umetupatia, lakini kwa mwito na mwaliko wa wale ambao wangetamani kufika hapa, basi waweze kupata kufika na kuweza kupata elimu, lakini pia kujifunza mambo mengi zaidi. Asante sana. Asante sana, tunashukuru sana. Asante sana mtangazaji, pamoja na mambo mengi mazuri sana aliongea Dr. Doto ambayo tumekuja naye hapa Sabasaba. Tusisahau pia tumekuja Sabasaba kwa lengo la kuja kuwaelezea au kuelimisha wale watakaofika Sabasaba na wengine kwamba tunaelimisha, tunaelezea kuhusu jinsi ya kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha 6, lakini pia na wale waliomaliza diploma. Kinachotakiwa ni kwamba mwanafunzi baada ya matokeo kutoka, na kwa uzuri kabisa ni kwamba kwa mujibu wa TCU wameshatoa mwongozo kwamba dirisha la udahili
litafunguliwa tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Kwa hiyo kwa wanafunzi wote mnakaribishwa mtembelee website yetu ambayo itakuwa na mwongozo mzuri wa jinsi ya kujiunga. Na hapa Sabasaba tupo kwa ajili ya kuelezea wanafunzi wakitaka kusoma program ipi na sifa gani, na kila programu ina sifa yake. Kwa hiyo sisi tu kwa ajili yao tunawakaribisha sana 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 waje, tutawaelezea. Tuna program mbalimbali, lakini zaidi cha kufurahisha ni kwamba mwaka huu zimeanzishwa program zaidi ya 20 za shahada ya awali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wanafunzi waje, tutawaelezea. Tuna program ya sheria, sayansi, tuna engineering, tuna ualimu, tuna ni nyingi. Waje tutawaelimisha na tutawaelezea vizuri jinsi ya kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Asante, ninakushukuru sana Madamu Elizabeth kwa haya ambao umetushirikisha, na mtazamaji, msikilizaji ambaye unatufuatilia, basi haya ndio ambayo yanaendelea huku katika viwanja vya Sabasaba, hususan katika banda la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Zaidi ya mengi sana, tunakualika kuweza kutembelea katika banda hili ili uweze kupata mengi zaidi na maelezo ya kina ya kutosha ya kuweza kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni Happiness Mlewa. Asante Stefano, na namshukuru pia Madam Elizabeth, na kwa namna pekee Dr. Doto. Asante.